Mwezi wa Mei dunia inaadhimisha mwezi wa uhamasishaji wa afya ya akili, huku wataalamu wakisisitiza kuwa akili ndiyo nguzo kuu inayobeba fikra, hisia na maamuzi ya mwanadamu. Wataalamu wanasema afya ya akili inakwenda sambamba na magonjwa yasiyoambukiza, ambako kila upande unaweza kuathiri mwingine kwa namna moja hadi nyingine. Kwa mujibu wa ripoti za uchambuzi wa Shirika la Afya Duniani, uhusiano kati ya afya ya akili na magonjwa yasiyoambukiza ni wa pande mbili. Maana yake afya ya akili inaweza kuwa mlango wa magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu na maradhi ya moyo, huku magonjwa hayo pia yanaweza kupelekea changamoto ya afya ya akili. Kwanza kwa lile tulilolizoea ni hypertension, shinikizo la damu. Ni nini kinachoweza kusababisha? Tunafahamu stress au chronic stress ikiwa ipo kwa muda mrefu huwa ina mtindo wa kuchochea kemikali au hormone ya cortisol, ambayo hii ndio inayopelekea kupanda kwa pressure ya mwili au pressure ya damu. Kwa hiyo baadaye unakuta mtu ana shinikizo la damu la juu. Changamoto nyingine ambayo hali ya afya ya akili inaweza ikapelekea ni masuala ya magonjwa ya moyo, cardiovascular diseases. Takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 970 duniani, sawa na mtu mmoja kati ya 8, waliishi na changamoto za afya ya akili mwaka 2019. Idadi hiyo imeendelea kuongezeka katika miaka hivi karibuni kutokana na msongo wa maisha, migogoro na mabadiliko ya kiuchumi. Ripoti ya ofisi ya Shirika la Afya Duniani kwa kanda ya Afrika, zaidi ya watu milioni 150 wanakadiriwa kuishi na matatizo ya afya ya akili. Hata hivyo, changamoto kubwa ni upungufu wa huduma na wataalamu, ambako baadhi ya nchi zina wastani wa daktari mmoja wa afya ya akili kwa zaidi ya watu milioni 1. Hapa nchini, takwimu za Wizara ya Afya kati ya Julai 2023 na Machi 2024 zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 290,000 wamefika hospitalini kupata huduma za afya ya akili, ikiwa ni ongezeko la 6.3%. Tumebobea katika masuala haya sasa ya kivipimo, kuweza kumwezesha mtu kujipima katika kujikinga, lakini kumsaidia yule ambaye tayari amekwisha kupata changamoto hizi za magonjwa yasiyo kuambukiza, ili aweze kuongeza nguvu na jitihada za kuweza kuziratibu, au tunasema non-communicable management. Ongezeko hili linaenda sambamba na idadi ya wagonjwa waliolazwa katika vituo vya matibabu, ambao wamefika watu 19,000 ikilinganishwa na watu 13,000 kwa mwaka uliopita. Hata hivyo, nyuma ya takwimu hizo kuna simulizi za watu waliopitia giza la msongo wa mawazo, huzuni na changamoto ya afya ya akili zinazochochewa pia na magonjwa yasiyoambukiza. Katika sauti za wataalamu na vinywa vya watu waliopitia changamoto, wanasisitiza afya ya akili si swala la pembeni, bali ni kiini cha uhai wa jamii, na bila kuondoa unyanyapaa na kuimarisha huduma, maumivu yao yataendelea kuishi kimya kimya ndani ya watu wengi. Maria Okotia, Kasri, Crown Media. Ungana hapa studio na Dr. Samuel Jackson, anatoka shirika la Heal for All, ambalo lenyewe limejikita kutoa elimu ya masuala ya afya hapa nchini Tanzania, na kubwa zaidi tunajadili namna gani masuala ya afya ya akili yanaweza kusababisha magonjwa na uhusiano wake na afya ya akili. Afya ya akili namna inavyofanya kazi ni vile vile na inavyofanya kazi. Kwa mfano, ukiwa umeona kitu cha hatari, mwili wako una respond kwa kutengeneza kemikali fulani kwenye mwili. Zile kemikali zinakusaidia kuandaa mwili wako kukabiliana na ile hatari. Kwa bahati mbaya, unapokuwa kwenye msongo wa mawazo wa muda mrefu, kama depression na anxiety, vitu kama hivyo, homoni zile zile au kemikali zile zile zinatengenezwa. Kwa moja ya kitu zinazofanya zile kemikali ni kuongeza level ya sukari kwenye mwili. Kwa sababu unapohitaji kuikabili hatari, mwili wako unahitaji sukari, kwa sababu sukari ndio nguvu ya mwili. Kwa hiyo maana siku hizi mtu akipaniki kidogo anasema sukari imepanda. Kwa mwili automatically unatengeneza sukari nyingi, ukijua kwamba wewe unataka kukabiliana na hatari fulani, lakini kumbe hakuna hatari yoyote, umepata mawazo ya muda mrefu. Kwa hiyo inachotokea ni kwamba zile seli kuna sukari nyingi sana kwenye damu. Ndo baadaye sasa ikitengeneza kwa muda mrefu inakuja inapelekea changamoto ya sukari. Lakini pia inatengeneza kulimbikizana kwa cholesterol, ambao cholesterol ndo tunajua ndo kemikali ambazo ziko kwenye point ya kutengeneza magonjwa ya pressure, kwa sababu cholesterol ni hizi mafuta ambayo yanarundikana kwenye mirija ya damu. Kwa hiyo haya mafuta yanaporundikana kwenye mirija ya damu yanafanya ile eneo la damu linalopita linakuwa dogo, linakuwa finyu, baadaye pressure inaongezeka. Kwa hiyo changamoto za magonjwa ya akili kwa muda mrefu zinapelekea magonjwa yasiyoambukizwa kwa namna hiyo. Inachukua muda gani kwa changamoto za afya ya akili kupelekea kupata magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza?
Kitu cha msingi kufahamu kwanza, magonjwa yasiyoambukizwa ni magonjwa ambayo tunaita ni chronic diseases. Yaani ni magonjwa ambayo yanajitengeneza ndani ya muda mrefu, kuanzia miaka 10, 15 mpaka 20. Kwa mfano ukimkuta sasa hivi mtu ana changamoto ya pressure, manake hii changamoto alianza kuipata labda miaka 15 nyuma. Kwa ni kitu ambacho kinajitengeneza ndani ya muda mrefu. Na kwa bahati mbaya katika hichi kipindi huwezi kuona kama vitu vinabadilika kwenye mwili wako. Utaona tu ni hali ya maisha ambayo unapitia kwa muda fulani, lakini kadri muda unavyozidi kwenda, baadaye ndio sasa unaanza kuona matokeo. Miaka kadhaa ulikuwa ukienda hospitalini ukiona pressure zako ziko sawa, sasa hivi ukienda unakuta zimeongezeka kidogo. Kwa ni kitu ambacho kinachukua muda mrefu na ni ngumu kukadiria kwamba ni muda gani kutokana na mtu na mtu, sivyo? Kama unavyosema, afya ya akili saizi ni ajenda ya dunia, lakini pia magonjwa yasiyoambukiza nayo imekuwa ni ajenda kubwa ya dunia. Kama una takwimu, Dr. Samuel, kwa kiwango gani hivi sasa takwimu zinaonesha kwa usambaaji ama uwepo wa magonjwa yasiyoambukiza kwa watu mbalimbali? Hilo ni swali la msingi sana, Imani, kwa sababu unajua kipindi cha zamani kabla ya karne ya 20, magonjwa ambayo yalikuwa yanaongozwa kuua watu duniani ilikuwa ni magonjwa yanayoambukizwa. Kwa mfano, kulikuwa na magonjwa ya Spanish flu, mafua ya Kihispania kwa Kiswahili. Magonjwa kama hayo ambayo unaweza ukaambukizwa kama vile corona. Yalikuwa hapa Tanzania? No, hapa hayakuwepo duniani sasa. Umetaka kunishtua. Okay. Kwa duniani yalikuwa hayo ndo magonjwa ambayo yanaongoza kuua watu, lakini kadri miaka inavyozidi kwenda, teknolojia inavyozidi kukua, magonjwa yameingia mengine ambayo ni hayaambukizwi. Mpaka 2021 watu takribani milioni 43 walifariki kutokana na magonjwa yasiyoambukizwa. Hiyo ni sawasawa na 75% ya magonjwa yote duniani. Kwa unaweza kuona kwamba sasa hivi kinachoua watu sana ni magonjwa ambayo hayaambukizwi. Lakini ubaya ni kwamba katika hao milioni 43 waliokufa, milioni 18 wako chini ya miaka 70. Kwa hizo ni premature death. Na ubaya zaidi ni kwamba hizi premature deaths zinatokea katika 80% zinatokea kwenye nchi ambazo wataalamu wa uchumi wanasema ni middle and low income countries. Kama nchi zetu hizi za Afrika. Na kutokana na hii kitu, manake haya magonjwa yamekuwa yakitusukuma kwenye umaskini. Kwa ni takwimu kidogo ambazo zinatisha kabisa, kwa sababu sasa hivi top killer disease ndio hizi: pressure, sukari na magonjwa ya moyo. Kansa sio sana kama haya magonjwa ya pressure na sukari. Kama unavyosema kwamba magonjwa hayo yasiyo kuambukiza ndio yanaongoza kwa vifo duniani hivi sasa, na kisababishi kingine kimeshakuwa ndio hivi masuala mazima ya afya ya akili. Hatuwezi kuepuka mazonge ya dunia. Hata kama ni kijana mdogo, stress huwezi kuepukana nazo. Usipopata za mapenzi utapata za kazi, usipopata za kazi utapata za familia. Unaepukana vipi na kuhakikisha kwamba nina stress, ndio nina msongo wa mawazo, nina depression, unatokaje hapo? Hilo ni swali la msingi. Tukirejea awali tuliona kwamba kemikali ambayo inapelekea changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa ni kemikali inaitwa cortisol. Sasa hii inaitwa ni stress hormone. Yaani unapopata stress, unapopata msongo wa mawazo, unapopata sonona, unatengeneza hii kemikali kwenye mwili. Kwa hiyo njia mojawapo ya kuepuka kuingia kwenye hizi changamoto ambazo haziambukizwi ni kucontrol hii level ya stress hormone. Sasa unaicontrol vipi? Kwa mfano, ni mazoezi. Mazoezi yamekuwa ni njia moja ambayo imekuwa inafanya vizuri kupunguza hizi level za hii kemikali. Kwa hizi kemikali zinakuwa kwenye level ya chini sana ukiwa unafanya mazoezi, ukiwa unafanya vitu kama meditation, kuna watu wanafanya yoga, mindfulness. Kwa hivi vitu vyote kwa takwimu zinaonyesha kwamba zinapunguza kwa kiasi kikubwa zile level za ile kemikali ambayo baadaye inakuja kukupelekea changamoto ya magonjwa yasiyoambukizwa. Lakini pia vitu vingine ambavyo vinapelekea magonjwa yasiyoambukizwa ni kutokana na ulaji. Kuna vitu kama ulaji, kuna vitu kama unene uliopindukia. Kwa hiyo nako kurekebisha haya mambo pia yanakusaidia wewe kupunguza hatari ya magonjwa yasiyoambukizwa, kwa sababu haya magonjwa pia yanakupelekea wewe kuwa na afya ya akili. Kwa hiyo inaweza ikaanza afya ya akili, lakini pia inaweza ikaanza magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa unaweza kuwa huko kwenye pressure, basi yale madawa kwa sababu ni gharama, unatumia pesa yako,
lakini kuna watu wengine pia wanakutenga na nini, anakupelekea unapata pia afya. Bado hapo kama familia inakusaidia, maneno ufanye chochote hapa, sisi ndio tunakusaidia. Na ndio lilikuwa swali langu linalofuata hapo Dr. Samuel, kwamba kinyume chake kinakuaje, kwamba kwa namna gani pia haya magonjwa yasiyoambukiza yanaweza kusababisha matatizo ya afya ya akili. Umenielezea kwa kifupi, labda kama una maelezo mengine ya ziada. Ni kweli. Kuna kitu kitaalam kwenye mambo ya afya ya akili kinaitwa stigma. Stigma ni pale ambapo unakuwa na hali fulani ya kujiwekea mashaka na hali yako. Kwa ile hali inakufanya unakuwa unajitenga na jamii yako kutokana na changamoto ambayo unayo. Kwa mfano, ukichukua mtu ambaye ana unene wa kupindukia, watu wakiwa wakimuona wanakuwa na tafsiri fulani, na yeye kwa bahati mbaya kwenye mawazo yake naye anajenga tafsiri fulani ya kile kitu. Kwa anatengeneza kitu kinaitwa stigma. Ile muda unavyozidi kwenda inaanza kukuletea changamoto ya afya ya akili. Utakuwa unajitenga na watu kwa sababu unafikiri watu wanakufikiria namna fulani, kitu ambacho pengine si kweli. Lakini kikubwa zaidi kuna hii ya umaskini. Sasa hivi tunashukuru serikali imeweka juhudi sana kwenye afya ya wote. Lengo kuu la hii ni kuhakikisha watu wanapata yale mahitaji makuu ya afya, kwa sababu magonjwa yasiyoambukizwa gharama yake ni kubwa sana kwenye kuyatibu. Dawa zake ni gharama sana, na si kila mtu anaweza kupata bima. Kwa hiyo unakuta kama mtu uko kwenye kundi hili ambalo huwezi kupata bima, gharama tu ya kununua zile dawa, kwa sababu kumbuka zile dawa utakunywa kwa maisha yako yote. Kwa kila mwezi inabidi unakunywa dawa fulani. Gharama tu ili nakutoa kwenye hali ya uchumi, na kwa kwenye hali ya uchumi ambao ni mdogo. Tayari hiyo inazidi kuongeza pressure, unapata mawazo, unapata msongo wa mawazo, kuna vitu vingine havitafanyika, kuna vitu vingine itabidi ugive up, uviache ili ushughulikie afya. Kwa hiyo inazidi kutengeneza mlundikano mkubwa wa mawazo. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kukupelekea ukapata changamoto ya afya ya akili. Sawa, itakapotimia saa 4 kamili unaweza kutazama marudio ya Kasri kupitia Crown TV kwenye kisimbuzi cha Azam channel namba 415. Lakini sio hilo tu, leo utakuwa tayari umekwisha tazama kipindi cha Kuona Kuamini pale na Boom Shakalaka. Lakini pia usisahau burudani nyingi tu zinatolewa pale na DJs wenye hadhi ya kifalme kutokea hapa ufalmeni pale Heal for All. Dr. Samuel, mnakuwa mnawasaidia vipi watu kuhakikisha kwamba hali zao za afya ya akili hazisababishi wapate magonjwa mengine, licha ya kwamba ni ngumu kuona huyu mtu sasa anaelekea kupata pressure ama anaelekea kupata kisukari, lakini walau mnamlinda. Waswahili wenyewe wanasema kinga ni bora kuliko tiba, sivyo? Ni kweli. Kuna namna mbalimbali ambazo tulikuja nazo sisi kama shirika. Moja ya kitu ambacho tulibaini ni kwamba jamii haina taarifa ya kutosha kuhusiana na haya magonjwa yasiyoambukizwa, lakini kuhusiana na huu muunganiko wa afya ya akili pamoja na magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa hiyo katika juhudi ambazo tumekuwa tukifanya ni tumekuwa tukitembelea maofisi, kwa sababu kundi kubwa ambalo linaathirika na haya magonjwa, kumbuka pia ni watu wanaofanya kazi maofisini, kwa sababu muda mwingi wamekaa kwa miili yao haifanyi shughuli nyingi. Kwa hiyo tumekuwa tukitembelea maofisi, wizara mbalimbali, ofisi za mashirika binafsi, tukitoa elimu ambayo elimu inakuwa ni bure kabisa bila gharama yoyote. Tunawafundisha namna gani kuna uhusiano kati ya magonjwa yasiyoambukizwa na afya ya akili, lakini pia wanajikinga vipi na hizi changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa, lakini pia wanajikinga vipi na changamoto za magonjwa ya akili. Na tumekuwa tukishirikiana na organizations zingine ambazo zimekuwa zimejikita moja kwa moja kwenye mambo ya afya ya akili. Kwa hiyo tumekuwa tukipata utaalamu zaidi kuelezea hii changamoto na kuwajuza watu kuhusiana na hii changamoto ya afya ya akili na wanajikinga vipi nayo. Nimewahi kusoma mahali namna ya kujitibu mwenyewe unavyojikuta labda una msongo wa mawazo. Sasa zile tiba zake Tanzania kibongo Dr. Samuel, leo unaona kama ni vitu ambavyo ni kama unrealistic flat, kwa sababu unaambiwa vuta pumzi sijui mara 3, mara jiangalia kwenye kioo jiambie naweza. Ni vitu ambavyo kweli yamkini vinasaidia, lakini tamaduni zetu hatujazoea kwanza ile swala la self love.
mapenzi ya wewe mwenyewe kidogo ni kama hatulitilii mkazo kwamba nikae hapa kwenye kioo nijiangalie nijiambie Imani, you know what, unaweza kufanya hivi na vile, usijali, sijue ni mzuri na vitu kama hivyo. Ni kweli kwenye miongozo, kwenye kampeni mbalimbali za dunia tunaona, lakini ukiangalia tamaduni zetu hazisemi hivyo kwa kiasi kikubwa. Mnakuwa mnajitahidi vipi kuhakikisha mnavotoa elimu ama kuamsha uelewa kwamba hii tamaduni inaingia kwa watu, kwa sababu sio kwamba sio tiba, ni tiba, lakini masuala ya utamaduni yanaweza kuwa kama yanafinya kidogo kuingia kwa watu, kwamba naweza nikakaa mwenyewe pia nikajitibu afya yangu ya akili ama msongo wa mawazo. Hilo ni swala mtambuka, ni swala ambalo lipo lakini watu wengi wamekuwa wakilikwepa. Sasa sisi tuliona hili na tukajaribu kutafuta wataalamu professionals kwenye mambo ya afya ya akili, wamekuwa kitusaidia sana. Moja ya shirika ambalo tunafanya nao kazi liko South Africa linaitwa Patsime. Lakini kitu ambacho ni washauri wa Tanzania wote ambao wanasikiliza Crown Media sasa hivi, afya ya akili ipo. Na kwa sababu tuko katika hichi kipindi cha kutambua na acknowledge afya ya akili na changamoto za afya ya akili, tufahamu kwamba hichi kitu kipo na kinatibika. Na kinaanza kutibika na wewe mwenyewe. Mtazamo wako kutokana na wewe mwenyewe. Unajua, mimi naamini Imani, kitu cha msingi zaidi ni namna wewe unavyojifikiria. Watu wanavyokufikiria inaweza isiwe ya muhimu sana, lakini namna wewe unavyojifikiria ndio kitu cha msingi zaidi. Ndio ile wanasema, unaweza kusema watu wanakuangalia kumbe hata hawana muda. Kumbe hawana muda na wewe. Kwa kama mimi najiona kwamba ninafeli au najiona kwamba sifanyi vizuri, itakuwa hivyo na watu mwisho wa siku watafikiria hivyo kwa sababu nimewataka watu wafikirie vile. Lakini mimi mwenyewe nikijiamini, nikiamini kwamba mimi ninaweza wala sifanyi vibaya, na naweza nikabadilisha mtazamo wa watu wengine wakaamini kama vile mimi ninavyoamini. Ukiangalia watu wengi ambao wamefanikiwa kwenye eneo hili la afya ya akili ni watu ambao wana ujasiri wa asilimia kubwa sana, wa level ya juu sana. Si kwamba wanaweza kufanya mambo mengi sana, hapana, lakini ni watu ambao wamekuwa wakijiamini. Hicho kitu peke yake tu kinakupunguzia mambo mengi sana ambayo yanahusiana na magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo tuanze kwa kujikubali, tuanze kwa kukubali hali zetu, tuanze kwa kujiamini na kujua kwamba kitu cha msingi ni namna wewe mwenyewe unavyojifikiria, sio watu wengine, kwa sababu kila mtu atakufikia anavyotaka na hicho kitu uwezo hakiko ndani ya uwezo wako. Mimi sasa hivi siwezi kulazimisha Imani unifikirie vizuri kabisa. Kiko nje ya uwezo wangu. Kwa kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu ni mimi mwenyewe na ninajifikiria vipi. Tukianzia hiyo kama step ya kwanza itatusaidia katika kubadilisha hii nadharia na utamaduni ambao tunao. Kwa kweli utamaduni ambao tunao ni kidogo unaleta changamoto, lakini imebidi inafike muda tubadilike, tukubali, kwa sababu pia maendeleo ni mabadiliko. Mwezi huu wa kuamsha uelewa kuhusiana na masuala mazima ya afya ya akili, Dr. Samuel, una ujumbe gani wa kuambia Watanzania, hasa vijana ambao ndio wahanga wakubwa? Na vijana kwa kweli wanakuwa wahanga wakubwa kwa sababu vijana wako katika umri ambao wanatamani kufanya mambo mengi sana kwenye maisha yao. Lakini kwa bahati mbaya si wote wanakuwa kwenye level sawa. Kuna wengine tunasema wanakuwa na head start, yani kuna mwingine tayari kwenye maisha yake ameshaanza hatua kadhaa mbele, kuna mwingine anakuwa yuko nyuma. Kwa hiyo kuna mpishano mkubwa sana. Sasa hii ni kawaida kabisa ya maisha. Yani ni kitu ambacho kipo. Wala haijakosewa kuwa hivi. Kwa vijana wafahamu kwamba mihangaiko yote na kila ambacho kinaendelea kwenye maisha yao ni kitu cha kawaida kabisa, kipo. Ndio maisha yanabidi yawe hivyo. Kitu ambacho inabidi wafanye ni kukabiliana na ile hali. Kwa ukikabiliana na ile hali unajijengea ujasiri. Hata kama ni kwa hatua ndogo, lakini kitu ambacho kikifanya kwa muda mrefu kinatengenezeka kuwa achievement kubwa. Lakini kitu kingine pia na washauri vijana wenzangu, tusilinganishe vitu. Tusilinganishe vitu. Hatua yako ya kwanza inaweza isiwe sawa na mtu wake ambaye yuko hatua 20. Inaweza isiwe sawa. Kwa sababu kitu kingine ambacho kinatufanya tuwe sana na msongo wa mawazo ni kwamba tunaona mwenzetu ambaye tunafikiri tuko kwa nia tunaye sawa, kumbe mwenzako yuko hatua ya 20. Na wewe unataka kufika kule alikokuwa yeye. Kwa hiyo inakuathiri. Kwa hiyo tukubaliane na hali ambayo tunayo, tujitume, tujiamini na tukubali kwamba
maisha ni hatua. Hatua yako wewe namba 1 inaweza isiwe sawa na mwenzako ana hatua ya namba 90. Kabisa. Kwa hiyo tukubali, tujikubali na tujifikirie vizuri. Changamoto ya afya ya akili ambayo inamkabili kijana wa leo inaweza ikamsababishia pressure ama sukari ya uzeeni. Ndio. Na moja ya kitu ambacho sisi kama Heal for All Foundation tumeona tudili kwa asilimia kubwa na vijana. Kwa nini? Manake huyu mtu alipata hii changamoto maybe akiwa kwenye miaka 20, 25. Kwa ni kipindi ambacho alikuwa kijana. Kwa target group nyingine pia ni vijana. Sasa hivi ndio muda wa kuanza kutengeneza zile tabia za kujiepusha na magonjwa ya afya ya akili na kujiepusha na magonjwa yasiyoambukizwa. Sasa Dr. Samuel, unasema kwamba ndio muda wa kuanza kujitenganisha ama kufanyia kazi, lakini si ndio hapo maisha yanaponichanganya? Ndio. Sasa hivi ndio maisha yanapokuchanganya, lakini pia ndo narudi pale pale, jiamini. Yaani hizi ni hatua za maisha, huwezi kuzikwepa. Najiamini na sina kazi. Ndio. Hiyo confidence inatoka wapi daktari? Hiyo confidence kwa kweli inabidi uitengeneze. Kwa sababu wanasema kazi itakukuta kazini. Kwa hiyo kitu cha kwanza mimi ambacho huwa nafikiri kinafanya vizuri sana kwenye sehemu kama hii, kwa mfano swala la kazi limekuwa ni changamoto kubwa. Labda nikupe mfano. Mimi kazi yangu ya kwanza kufanya haikuwa kutibu watu. Japo nimesoma udaktari na nilikuwa na leseni kabisa kutoka Chama cha Madaktari Tanzania. Lakini nilikuwa dereva wa China. Kwa hiyo nilikuwa dereva na wapeleka mahala, wala sikuwa hospitalini. Lakini sikusubiri hospitali ni ajiri. Nilitoka nje. Nilitoka kwenye ile eneo langu la kuwa na utulivu, comfort zone. Nilitoka nikasema nitatafuta kazi yoyote ambayo itaniingizia kipato kwa sasa. Hata kama ni kazi ambayo si ile ambayo nimeitaka. Kwa nilifanya ile kazi kwa uvumilivu, kwa unyenyekevu, lakini katikati ile kazi nikapata kazi yangu ya kwanza kwenda kufanya kazi hospitalini. Kwa kitu ambacho na washauri pia vijana tutoke kwenye mazingira yetu ya yale ambayo yanatupa utulivu. Sehemu ambayo unakuwa comfortable sio sehemu nzuri ya kukua. Kwa toka, jishushe, kuwa humble, kuwa mnyenyekevu. Kuna kitu kitakukuta kwenye hizo effort. Dr. Samuel, asante sana na ninakushukuru kwa kutupa uelewa huo siku ya leo. Nakutakia jioni njema na karibu sana nyumbani. Asante. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.